Ni dhahiri kwamba miezi inahesabika kuelekea Oktoba ya mwaka huu. Ni wakati ambapo Tanzania inaingia katika uchaguzi mkuu mwingine. Huu ni uchaguzi ambao unafanyika kila baada ya miaka mitano. Hivi sasa tunavyozungumza, tunaweza tukasema kwa sehemu kubwa watu wanasikiliza, wanatazama, wanafuatilia kinachoendelea kule mjini Dodoma, sehemu ambapo Chama cha Mapinduzi CCM kupitia mkutano wake mkuu maalum unaangaliwa ni kwa namna gani ambavyo wanakuja na yale ambayo yanatarajiwa. Wamesema wana ajenda 3 watakazozijadili kwenye mkutano huo, lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinasubiriwa ni uzinduzi wa ilani ya uchaguzi huu wa mwaka huu. Lakini wakati hayo yakiendelea, tunaona kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, chama kikuu cha upinzani hapa nchini, ambacho sasa kinaendelea na ziara yake katika maeneo mbalimbali, lakini tumeshuhudia makamu mwenyekiti John Heche akiwa katika kanda ya kaskazini, na miongoni mwa vitu ambavyo anaendelea kuvizungumza ni msimamo wao wa no election, no reform, no election. Lakini wakiwa katika hayo, tunaona sasa wanaibuka katika taswira nyingine ya kuvutana na msajili wa vyama vya siasa ambaye ndiye mlezi wa vyama vyote hapa nchini. Kwa ujumla wake unaweza kusema kuna heka kwa kila chama kikiendelea na harakati zake kwa kadri ambavyo inaona inafaa. Haya yote ndio ambayo natufanya tukae leo hii katika Uchanganuzi, tukiangalia haya yote na joto lake kuelekea uchaguzi mkuu. Mimi ni Raymond Nyamwihula, huu ni Uchanganuzi, na katika kuangalia haya tunaye Dr. Faraja Christomus. Yeye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni mchambuzi wa siasa. Dr. Faraja, karibu sana. Asante sana. Na nashukuru sana kuwa naye katika wakati huu ambapo tunaviangalia vyama na uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hivi punde tu tumesikia Chama cha Mapinduzi CCM kuelekea katika mkutano wake mkuu maalum. Wamekuwa na halmashauri kuu ya chama hicho kwa maana ya NEC huko mjini Dodoma, na taarifa mpya ni kwamba wamechagua wajumbe 4 wa kamati kuu: Namelok Edward Sokoine, lakini pia Dr. Juma Abdalla maarufu Mabodi, Salim Faraj Abri maarufu Asas, pamoja na Hamad Hassan Chande. Ila kinachosubiriwa pamoja na yote ni ilani ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu, inaenda kuzinduliwa huko Dodoma. Kwa ufuatiliaji wako wa siasa, Dr. Faraja, unatamani kuona ilani hii ikija na vitu gani ambavyo vimekuwa vinakosekana katika ilani zilizotangulia na kwa kuzingatia mazingira halisi ya sasa? Asante Raymond. Ukiangalia kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita 2020 hadi 2025, sote tunafahamu kwamba ilani huwa ni ya kipindi cha miaka mitano, na utaona kwamba sasa hivi watakuwa wanajielekeza zaidi katika kusahisha yale ambayo hayajakamilishwa katika kipindi hiki cha miaka mitano, waweze kuyarejesha tena katika utekelezaji wa miaka mitano mingine ijayo, kwa maana ya malengo ya hadi 2030. Sasa yako mengi ambayo huenda wananchi wangetamani wayaone. Kumbuka ilani ile ilivyopelekwa kwa wananchi, ilipelekwa na wabunge, waliitumia pamoja na wagombea wa urais wa rais pamoja na mgombea mwenza walienda kuiuza ilani ile, na ni kipimo sasa cha kuangalia ni kwa kiasi gani imetekelezeka na kwa kiasi gani bado haijatekelezeka. Kwa hiyo bado watarudi tena kwa wananchi kuahidi kwa vile ambavyo havijatekelezeka, na ni kitabu ambacho wao kitakuwa kama ni mwongozo. Na tukumbuke pia kwamba utekelezaji wa ilani kwa upande wa CCM na serikali yake ambayo itaundwa, wabeba ilani kuanzia ngazi za chini ni wabunge wilayani ambao ndio wanaofuatilia utekelezaji wa ilani, wao ndio wanaoiuza kwa wananchi, lakini pia kutakuwepo na wafuatiliaji na watekelezaji wa ilani ambao watakuwa ni mawaziri kwenye ngazi za wizara. Kwa watakuwa na jukumu kubwa sana la kuianisha yale ambayo yameahidiwa na kuyaweka kwenye mipango yao ya utekelezaji ndani ya wizara zao. Na watendaji wakubwa wa wizara ni makatibu wakuu, ambao sasa wao ndio wanaotakiwa kutengeneza bango kitita lile la kuelezea kwamba hiki kinapaswa kifanyike. Na kumbuka katika ilani ile wanaahidi pia, hatujaisoma lakini kwa kawaida wataahidi kwamba tunatarajia mpaka ikifika 2030 hiki kitakuwa kimefikia kwa asilimia kadhaa. Kwa hiyo tutahitaji pia wataalamu wa mipango ndani ya wizara, na wizara zote bahati nzuri zina wataalamu wa mipango na utafiti
na wataalamu wa takwimu ndo hao wenye ujuzi wa mipango watakaoweka sasa, watakao vimega vile vipaumbele na utaratibu wao wa utekelezaji kuanzia sasa mpaka 2030 ili yale malengo aliyojiwekea tuje tuyapime mwaka 2030 kama ametekelezeka ama la. Lakini jambo la msingi zaidi ambalo tunalitamani tulione mara kwa mara ndo linalokosekana ni Chama cha Mapinduzi kinajinasibu kwamba kinaunda serikali, lakini tumeona kwa wakati mwingi sana kuna kupwaya. Chama ambacho kinaunda serikali inapaswa kuwajibika kwa chama, lakini unaona kwamba kuna kuingiliana kwa kuheshimiana kwa kupitiliza, kwamba aliyepo serikalini anaonekana ni mkubwa wakati mwingine kuliko aliyeko kwenye chama, wakati aliyeko kwenye chama ndiye mwenye kubeba ilani ambaye amewaajiri walioko serikalini waitekeleze hiyo ilani. Sasa hili limekuwa ni mapungufu ambayo mara nyingi tumekuwa tukiyashuhudia kwenye vikao vyao. Tunatarajia waiwajibishe serikali, kuwaambia kwamba sisi ndio tumewaajiri ninyi, tunahitaji hiki na hiki kitekelezwe kwa ajili ya wananchi wetu walioko vijijini. Lakini sasa inapofika mahali hii ndoa inayokuwepo kati ya chama na serikali kwa kiasi fulani hawatendei haki wananchi ambao wao wanatarajia kuona kwamba mlituuzia ilani tukawachagueni kwa sababu ya ilani yenu, na ilani ile ilibeba ahadi nyingi lukuki tuliziona zinatufaa sisi wananchi. Sasa matumaini ya wananchi yanakuwa kwa chama ambacho kimeshinda, kimeiunda serikali na kinapaswa kuisimamia serikali yake, kwa sababu lugha ya ilani inasema tutaielekeza serikali. Chama kitaielekeza serikali ifanye 1, 2, 3. Chama kitaiagiza serikali ifanye 1, 2, 3. Sasa inapofika mahali wabunge wake ambao ndio sehemu ya kuisimamia serikali wanapaswa waiambie serikali kwamba hiki na hiki hakijafanyika. Kwa hiyo ipo haja sasa ya kuyaangalia haya wanapokuwa kwenye vikao vyao, kuone namna gani waweze kujitenga na unyonge ambao umekuwepo wa muda mrefu wa kushindwa kuiambia serikali yao kwamba sisi ndio wabeba ilani na mnapaswa kufanya hili na hili kwa ajili ya wananchi, na wananchi watatupima kwa kile ambacho ninyi serikali mmekitekeleza. Kwa maana ile dhana halisi ya chama kuiwajibisha serikali iliyopo madarakani, na kuiajiri serikali na kuiunda serikali, kwa sababu wao ndio wanaoenda. Kimsingi ni chama ndicho kinachoenda kwa wananchi kuomba kura kwamba tunaomba mtu waamini na ni sisi ndio tutakaounda serikali. Kwa sasa wananchi wao wanaotakiwa kuwalaumu zaidi ni chama ambacho wao walikiamini kwamba sisi mlikuja kwetu mkatuambia tunaomba mtuchague na mtafanya haya na haya, mbona hamjayafanya? So kimsingi wao wanapaswa kuwajibika zaidi kwa wananchi na sio serikali. Tunaona kwamba hili ni jukumu la kila chama, kwa sababu hivi sasa kila chama kimeshatengeneza ilani kinaleta kwa wananchi ili kuaminika na kuchaguliwa. Ni mambo gani unayaona ni turufu ambao vyama inabidi yazingatie wakiwa wanazileta hizi ilani kwa wananchi? Kuna mambo ambayo yanaonekana wanasiasa walio wengi huwa wanapenda zaidi kujielekeza kwenye mambo yanayoonekana kwa sababu yanawabeba zaidi, lakini pia kuna mambo yasiyoonekana. Ni vyema kuwa na uwiano. Mambo yanayoonekana kwa sasa hivi vilio vya Watanzania wengi, na hasa miundombinu vijijini, nishati vijijini, huduma za maji vijijini imekuwa ni changamoto kubwa, na miundombinu imekuwa ni changamoto kubwa zaidi, kwanza kwa sababu kumekuwepo na changamoto kubwa ya mafuriko. Mvua nyingi zimeharibu miundombinu ya barabara, lakini kwa muda mrefu wakandarasi wengi wa ndani na wa nje wamekuwa wakilalamika. Tumekuwa tukifuatilia kwenye vyombo vya habari, miradi mingi ilianza ikasimama. Kipindi cha mvua kilipofika, miradi ile ilirudi nyuma zaidi. Wananchi wamekuwa wakilia. Hapa tumeona hapa kwenye Taifa Habari kule Iringa, barabara imekuwa na hali mbaya sana, wananchi wanashindwa kupita. Kwa hichi ni
kilio ambacho kiko sehemu kubwa, na Watanzania wafanyabiashara wa Kitanzania wenye kampuni zao za ujenzi wamekuwa nao wakitoa kilio kwamba tunashindwa kuendelea kwa sababu ya madeni ambayo serikali inadaiwa na hao wakandarasi. Kwa hiyo kuna masuala ya miundombinu vijijini, masuala ya huduma za kijamii kama elimu, afya pamoja na maji na nishati. Ni mambo ambayo Watanzania wengi watayaona kama ni ya msingi kwa sababu yanaonekana, lakini yako mambo yasiyoonekana ambayo nayo ni ya msingi pia. Kwa mfano, kuwawezesha wananchi kujimarisha kiuchumi. Kiwango cha umaskini Tanzania ni kikubwa, ingawa kila wakati kila awamu ya urais inapopita tunaambiwa uchumi umeongezeka, lakini ule uchumi hautafsiriwi kiuhalisia katika kipato cha Watanzania. Watanzania wengi bado ni maskini, hawawezi kumudu gharama za maisha ya kila siku. Kwa hili nalo ni jambo ambalo linatarajiwa lionekane katika utekelezaji wa ilani, na tunatarajia kwamba vyama vyote vitakavyoingia kwenye uchaguzi sio tu viahidi, lakini tungetamani pia tuone vinatuambia vitatumia mikakati ipi. Kwa sababu kuahidi ni jambo moja, lakini kumwambia mwananchi ili aamini kwamba kweli hiki unachokiahidi utatekeleza ni kutuambia na mikakati utakayotumia katika kutekeleza kile ambacho unakiahidi. Sawa sawa. Dr. Faraja Chrysostomos, yeye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni mchambuzi wa siasa, tukiangalia yanayoendelea katika vyama kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kabla tujaiweka kando CCM, pengine tumalizie na hili kwenye vikao na mikutano kama hii inayofanyika kule Dodoma, minong'ono huwa ikosekani. Pamoja na kwamba CCM imesema na ajenda zake 3, lakini pia baadhi ya wachambuzi na waangalizi wa siasa wanasema pengine yale mambo ya taarifa za kushtukiza, wanasema surprise, huwa hazikosekani. Wanataja kwamba pengine inawezekana CCM ikaja na jina la katibu ambaye atachukua nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye sasa amechaguliwa kuwa mgombea mwenza wa urais. Kwa namna jinsi hali ilivyo na mazingira yaliyopo, CCM inahitaji mtendaji mkuu wa namna gani kuelekea uchaguzi huu? Kimsingi CCM anahitaji katibu mkuu ambaye mbele yake ana majukumu makubwa 3. Jukumu la kwanza ni kuongoza mchakato wa kuwapata wagombea ndani ya chama, na sote tutakumbuka kwamba nyakati za uchaguzi huwa zinakuwa ni nyakati nzito sana kwa CCM, na ni kipindi ambacho usipokuwa na katibu mkuu imara madhubuti wa kuongoza mchakato mzima, kwa sababu anaanzia kwenye kura za maoni. Kuna rafu nyingi huwa zinatokea kule majimboni kwa wajumbe na kuna kuandaa kanuni za uchaguzi, kuna kuandaa kanuni za maadili. Vyote hivyo vinasimamiwa na katibu mkuu. Kwa anahitaji kuwa ni mtu ambaye kimsingi ataunganisha zaidi kambi mbalimbali zitakazojitokeza, na yeye pia asionyeshe kuwa na maslahi na kambi yoyote. Ni jambo gumu, lakini linahitaji hekima na busara. Lakini jukumu la pili ambalo katibu mkuu kwa nyakati hizi atakuwa nalo, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba CCM ni mwajiri wa serikali, inaunda serikali. Tunahitaji kuwa na katibu mkuu ambaye ataiongoza secretariat itakayoweza kuwakumbusha mawaziri ambao wao ndio wabeba ilani kwenye wizara zao kwamba swala hili na hili tuliliahidi kwa wananchi, hamlitekelezi, tunahitaji mchukue hatua za mapema. Sasa hili linafanywa na katibu mkuu mwenye uthubutu na mwenye uwezo wa kuiunganisha secretariat na kufanya iwe sauti moja. Lakini jambo la 3 na la muhimu ni tukumbuke kwamba sasa hivi mazingira ya kisiasa Tanzania yamebadilika zaidi. Tuna vijana wengi wanaibukia, wana kundi kubwa ambalo ndo linaingia kwenye siasa. Kwa hiyo tunahitaji katibu mkuu, au CCM itahitaji kuwa na katibu mkuu ambaye ataweza kuunganisha makundi mbalimbali ndani ya chama chake, lakini pia kuwa na hekima na busara na kutoa mwelekeo mlio sahihi au dira iliyo njema kwa ajili ya siku zijazo, na kusimamia vizuri swala zima la siasa za ndani ya chama, lakini pia ushirikiano wake na vyama vingine. Hiyo uliomalizia kwa swala la vijana, hata wengine wanaweza kusema pengine sasa ilete taswira ya kijana katika nafasi kama, lakini hilo tunawachia CCM wenyewe, watajua ni mtu gani ambao wanamhitaji. Katika ufunguzi tumekitaja Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Licha ya msimamo walionao hivi sasa, lakini unapozungumzia siasa za ushindani, Chadema huwezi kuweka kando abadan. Sasa kwa muda huu tunaona wakati ambapo wanaendelea na ule msimamo wa no reform no election,
msajili tena ameibuka nao akisema kwamba katika malalamiko aliyoletewa kuhusiana na uteuzi wa ndani ya chama ameafikiana na hoja, na hivyo kama wasipofuata hayo masharti yanayotakiwa kuna adhabu zinazokuja mbele yao ikiwemo kukosa ruzuku. Kiuchambuzi unayapokea vipi haya mvutano kati ya pande hizi mbili? Kwanza tunaweza kusema kwamba Chadema wanapitia tanuru la moto. Sasa sijajua wao ni udongo wa mfinyanzi kwamba watang'aa zaidi baadaye na kuja kuwa imara, au ni udongo wa kichanga watasambaratika kwenye hii tanuru wanalopitia. Lakini kuna mambo kadhaa mtu unaweza kayaangalia. La kwanza, unaweza kasema kwamba hizi vurugu zinatia mashaka kwa mtu wa kawaida anayeangalia anavyoendelea. Unasema nini kinatokea? Kwa sababu kuna waliosema hapo awali kwamba Mbowe asiposhinda kuna watu watafanya jitihada za kuhakikisha chama kinafutwa. Sasa unavyoona haya yanaendelea, unaanza kurejea na zile kauli za mitandaoni za wakati ule, unaanza kupata mashaka. Lakini jambo jingine, unapata mashaka kwenye mwenendo wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Mwenendo ule unatia shaka kwa sababu yeye tunatarajia kwamba ni mlezi wa vyama. Sidhani kama ana jukumu la kuwatia adabu au kuvitia adabu vyama vya siasa. Jukumu lake kubwa nilidhani ni kuvisaidia vyama vya siasa vikae kwenye mstari, lakini sio tu kaa kwenye mstari, avisaidie mapema kabisa na kuvikumbusha. Sasa inapofika mahali msajili wa vyama vya siasa anakaa ofisini anasubiri mtu alalamike ndipo achukue hatua, halafu kwa macho ya wengi unaonekana unaegemea upande fulani, hii inawafanya watu wapate mashaka na wawe na tashwishi zaidi ya kutaka kuchimba kuna nini nyuma yake. Kwa sababu mwenendo huu ambao unalalamikiwa, tulitarajia msajili wa vyama vya siasa angalie pia na vyama vingine vyenye madudu zaidi ya haya yaliyotokea, lakini bado vinaendelea kustawi na siasa zinafanyika. Kwa sababu unajiuliza kanuni ipi inatumika kwa huyu na kanuni ipi haitumiki kwa fulani. Sasa hii inakupa mtu mashaka kidogo, na mimi nilitarajia msajili kama mlezi wa vyama alipaswa awe ameliona hili mapema zaidi. Kumbuka ilikuwa ni mwezi Januari tarehe 21 na 22 Chadema walikutana, na nakumbuka baadhi yetu tulikuwa hapa studio kufuatilia ule mchakato wa uchaguzi, na kamera zilimwonyesha naibu msajili wa vyama vya siasa alikuwepo ukumbini, na pengine angeweza kuyaona yale. Na ninaamini kwamba msajili wa vyama vya siasa pia ana katiba za vyama vyote vya siasa vinavyoomba usajili, na kwa vyovyote vile anapoenda kushiriki mikutano yao anapata nafasi ya kulinganisha kile kilichopo kwenye katiba zao na wanavyovifanya. Anapata kama nafasi ya mlezi, anaweza kuwakumbusha kwamba naona kwenye katiba yenu kuna hiki na hiki, lakini mnachokifanya hapa kama sivyo. Huo ndo ulezi. Mimi nadhani maana ya kuwa mlezi ndio hiyo. Kwa hiyo hakupaswa kusubiri sasa mpaka matatizo yaanze kuwa mengi ndipo aanze kuwaambia kwamba nitawaadhibu. Kama mlezi huwezi kukimbilia huko. Sidhani kama hilo lilikuwa ni jukumu lake halisi la kufikia hatua hiyo. Ni kama vile tunasema mtu unakuwa na hasira zako binafsi dhidi ya kitu fulani, unasubiri tu jambo likae vibaya uamue kutumia hasira zako. Lakini kwa sasa nadhani angeza tu kuambia wakati ule kwamba hiki mnachokifanya nadhani mmekiuka kanuni yenu fulani, ningewashauri mfanye hivi ili mambo yakae sawa. Huo ndio ulezi wa vyama vya siasa. Pengine hayo Dr. Faraja hayakutokea, na sasa hali iliyopo hivi sasa ni hii. Wanazuoni, wasomi, wachambuzi, mna nafasi ya kushauri katika mazingira kama haya. Ipo imani kwamba kila upande una wajibu wake wa kutekeleza. Naam. Sasa kwa hili ambalo limeshajitokeza, busara gani unatamani kuona ikitokea kwa pande zote mbili, kwa maana msajili wa vyama vya siasa pamoja na Chadema wenyewe? Mimi ningesema tutumie busara ya kwamba wewe unayeona mwenzako ameshika kwenye mpini na makali anakuelekea kwako, ni vizuri ukachutama ukakipisha kichwa chako kisikatwe. Kwa mimi ningeshauri, kwa vile wameshaona shari iliyopo mbele yao, Chadema waamue tu sasa kujishusha wale viongozi.
waamue sasa kusema okay, ngoja tuitishe baraza kuu tuidhinishe maamuzi ambayo tulikuwa tumeshafanya. Ni jambo dogo tu, mkutano wa baraza kuu unaitishwa kwa sababu madai ya msajili ni kwamba kuna kanuni fulani zilikiukwa hazikufuatwa kwenye kuwapata hao viongozi. Waitishe mkutano wa baraza kuu, wajumbe wafike, wale walio sahihi, kwa sababu ili kudhihirisha madai ya mwanachama wao aliyesema kwamba kulikuwepo na wanachama ambao sio sahihi waliingia kwenye vikao. Mchujo ufanyike, waingie wanachama walio sahihi, watii kile ambacho msajili wa vyama vya siasa anataka, ili tuone kama kuna jambo jingine wanatafutiwa, ndipo tutasema sasa hapa kuna jambo jingine hawa watu wanatafutiwa. Lakini kwa sasa watii kwanza, wajifanye ni wadogo, watekeleze haya ambayo wanayataka, ili hapo baadaye kama kutakuwa na madai mengine mapya, ndipo wananchi watasema kwamba sasa Chadema inatafutiwa tu sababu kuna kitu kingine kinatafutwa au kuna jambo linaendelea. Miongoni mwa vitu ambavyo msajili kwenye taarifa yake kwa vyombo vya habari ameitoa, amegusia swala la ruzuku. Endapo maelewano haya yakakosekana na busara hizi unazozisema zikakosekana na Chadema ruzuku wakaikosa, maisha yao kisiasa inakuwaje hapa? Wanaweza wakatetereka kiasi fulani, lakini kumbuka kwamba kaka Raymond, toka huko nyuma kulikuwepo na malalamiko mengi, kwa sisi wa nje tulikuwa tunayasikia yakitolewa na wao ndani, kwamba hata ile ruzuku yenyewe ilikuwa haiwafikii viongozi wa mikoani, viongozi wa wilayani na mikoani. Ruzuku ile ilikuwa inaishia makao makuu kwa ajili ya kulipa madeni. Kwa hiyo bado utaona kwamba chama kilihitaji njia nyingine za kupata fedha na kujiendesha, na wanaweza wakatumia vyanzo vingine wanavyoweza kuvitafuta. Tunaongelea siku hizi kuwa na njia za kiubunifu zaidi za kupata fedha na kuendesha shughuli za chama. Kwa hiyo nadhani wanaweza wakatumia njia nyingine kupata fedha na kuendesha shughuli za chama, kiasi kwamba fedha hizo zikaenda hadi matawini, kwa sababu changamoto kubwa ya miaka mingi ambayo wanachama wa Chadema walikuwa wanalalamikia ni kwamba ruzuku ile ilikuwa inapokelewa makao makuu, lakini ilikuwa haiwafikii viongozi walioko kwenye ngazi za chini, na hivyo bado kwao ilionekana ruzuku haina tija. Kwa nadhani wanaweza kuwa na njia nyingine wakati huo wakisubiri kutatua tofauti zao walizonazo na msajili wa vyama, ili baadaye ruzuku zikirejea pengine zinaweza zikawasaidia katika uendeshaji wa shughuli za chama kwa nchi nzima na sio kuishia kwa makao makuu peke yake. Haya yote kwa ujumla wake yanatengeneza taswira ya siasa za namna gani kwa kadri Tanzania inavyozidi kukua ndani ya dhana ya vyama vingi? Ukiangalia mwenendo wa CCM, ukiangalia mwenendo wa Chadema pamoja na hao wanayopitia, lakini sasa kuna Chauma na yenyewe na upepo wake, ACT Wazalendo nao pia wamo. Mwaka huu tutashuhudia burudani iliyopoa kidogo, kwa sababu hatuna uhakika kukosekana kwa Chadema kwenye uchaguzi huu, hivi vyama vingine vya upinzani vitafanya nini? Na tunaona upepo wa Chauma, hatujui ni moto wa kifuu au ni moto utakaowaka sana msituni. Tunasubiri kuona kwa hamu. Oktoba sio mbali. Oktoba sio mbali, na kila wakati wanasema kwa mwanasiasa ni wakati wenye tija na ni wakati wa wao kuwa na mikakati, lakini nadhani kuna kitu fulani kitakosekana kwenye harakati za kisiasa, kwa sababu unaona kwamba kwa Chadema kuwa nje ya ulingo wa harakati za uchaguzi na CCM ikabaki peke yake kama ndio chama chenye nguvu zaidi, mshindani wake amefungwa kamba, itakuwa ni changamoto kidogo, kwa sababu hatutaona uwiano ulio sahihi sana kwenye harakati kwenye kushindana kwenye kugombea nafasi mbalimbali. Na hii inaweza kawanyima burudani baadhi ya wananchi, na wanaweza wakaona ni siasa zilizoegemea tu upande mmoja ambazo ndo zitatawala mwaka huu kwenye uchaguzi. Kwa maneno mengine, hii inaweza ikawa ni fursa nyingine ya somo jipya kwenye siasa za Tanzania. Naam, ni kweli, ni somo la muhimu sana, na somo kubwa ambalo mimi naliona ni kwamba tunahitaji zaidi kuwa na wanasiasa binafsi wenye nguvu kuliko siasa zetu kuzifunga kwenye vyama.
tunawakosa wanasiasa wengi sana wenye nguvu wa kuweza kuwasaidia Watanzania kwa sababu ya sheria zetu za kwamba lazima mwanasiasa upitie kwenye vyama, na hii imekuwa ni changamoto, na nadhani ni wakati mwafaka sasa wa kufikiria kuwa na wanasiasa huru au wagombea huru ambao hawafungwi na vyama. Kwa hiyo kama inatokea mimi naweza nikasimama peke yangu nikawasemea Watanzania wote pasipo kuangalia vyama, ingeweza kuwa ni jambo zuri zaidi. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na wanasiasa madhubuti zaidi wao kama wao, kwa sababu vyama tumeshaona kwamba sasa vina mkanganyiko wa maslahi ndani yake. Dr. nikushukuru sana. Asante sana. Dr. Faraja Kistomus, yeye ni mchambuzi wa siasa lakini ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni Raymond Nyamwihula, nikushukuru sana kwa kuwa nasi katika wasaa huu na nikukaribisha katika uchambuzi mbalimbali kupitia hiki kipindi cha Uchanganuzi ambacho kinaangalia mambo mbalimbali yanayotokea hasa ndani lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali endelea kuitazama UTV, na mijadala kama hii ya siasa hususan kwa wakati kama huu itakuwa ni mingi zaidi kwa sababu tuna uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu.